Umeshaanza kuweka wakati unaendelea kidogo tunamtafuta dokta, unaweza kuzungumza kusema kwa Mzize. Kwa Mzize kifupi tu, kama itatokea anakosekana kwenye mchezo kutokana na injury, kuna nguvu zitapungua kwa sababu ni mchezaji muhimu sana ndani ya Coast Young Africans. Sasa hivi ana muda yupo kwenye timu. Na rejea pia ukubwa wa dabi na mahitaji ya mchezaji kama yeye anapokuwa na utimamu wa mwili. Mzize ni mtu wa maana niseme, angetoa mchango kwa maana moja au nyingine. Nadhani nakumbuka, nafikiri ni last au nyuma kabla mchezo huu ambao aliingia na kuscore goli ambalo lilikwenda kwenye maamuzi makubwa. Niseme kwamba Mzize ni mwanajeshi wa vita ambao yani kama silaha maangamizi. Kwa hiyo inapokosekana vita vinaweza vikapiganwa, lakini silaha maangamizi ipo ndani ya hiyo vita. Unaweza kukuta mna silaha za kawaida, lakini Mzize angekuepo au akiwepo ataongeza kitu kikubwa sana. Tumsikilize Dr. Moses. Clement Mzize yeye alipata maumivu ya goti kipindi cha nyuma, tulitoa taarifa yake na alifanywa upasuaji wa kwanza ambao ulienda vizuri na akawa amesharejea kwa ajili ya kuendelea na training kawaida. Alifanya riabu vizuri na akawa amerejea. Bahati mbaya siku moja kabla ya mchezo wetu wa mwisho ule wa GS Kabili aliumia uwanjani wakati anaendelea na matayarisho kwa ajili ya mechi. Kwa hiyo ikawa imemrejesha nyuma kidogo. So kwa sasa hivi amefanya baadhi ya vipimo, tumejiridhisha, tumeona vipimo vilivyo na kuna program maalum ya matibabu ambayo tumemwandalia, tutaweza kuishia na nyinyi soon na tunategemea inshallah ataweza kurejea hivi karibuni uwanjani, lakini kwa sasa bado yuko kwenye uangalizi maalum na kuassess kuona matibabu mazuri zaidi kwake ili aweze kuyafanya na hatimaye kuweza kurejea uwanjani hivi karibuni. Kwenye lile jambo kwa sasa ni ngumu kusema kwamba atakuwepo au atakuwepo, ni 50% kwa 50%. Tujipe tu muda kidogo, tunafanya kila jitihada za kuweza kuona uharaka wa kuweza kumrejesha na inshallah Mungu akisaidia anaweza karejea mapema. Wanafanya jitihada za kuweza kumrejesha mapema Clement Mzize. Mwalimu, inawezekana walimharakisha Mzize kwa sababu mimi kuna mechi moja nilimwona ameingia namna alivyokuwa anakimbia, nikabaki mwenyewe namtazama nikasema kuna jambo hapa. Yani sikumuona kwenye ule ufiti wake Mzize. Yani ulikuwa unamuona kama hayuko sawa hivi. Sasa inawezekana mimi jicho langu labda alikuwa sawa sawa, lakini inawezekana walimwaisha. Hapana, kwa sababu hata kesi yake ya kuumia ina miezi kadhaa nyuma. Akawa ameattend rehab na matibabu yake yote mpaka kuona wana recommend kurejea kwenye pitch. Na hawa jamaa ni experts kwa maana wataalamu wa eneo la tiba. Ndio maana wanafanya kazi na vilabu vikubwa, wanafanya kazi na wachezaji wa level ya juu. Ukiona recommend kwamba anaweza kutumika, maana yake amepitia mchakato sahihi wa matibabu. Sasa kuwa fit au kutokuwa fit ndio kunakuja kwenye eneo jingine la fitness coach, jukumu lake sasa. Lakini physio pia ambayo anaandaa labda type of warming up na nini ambazo zinamfanya mchezaji asipate injury au kutibiwa kwa kutumia mazoezi. Ndio hapa ma therapist na nini wanapoingia. Sasa ukiona wamemrecommend kama ambazo mechi mbili tumemwona amecheza akiingia substitutes zile hususan zile za kimataifa, maana yake alikuwa ametimiza mahitaji. Sasa kama unamsikia daktari hapa anasisitiza kwamba wakiwa anaelekea mchezo wa Kabili akaumia mazoezini, maana yake ni injury mpya. Swala la kujiuliza tu ni kwamba kijana mdogo kama yule kama anapata majeraha mara kwa mara, nini hatima ya career yake? Kwa sababu career ya football inaweza, kwa mfano sasa hivi alipata injury katika mazingira ambayo sisi tulikuwa tunaenda kucheza AFCON. Ilikuwa ni platform nyingine ya kwenda kuonekana, lakini bahati mbaya ikawa hivyo. Kwa hiyo maana yake platform au jukwaa jingine kubwa la kuonekana atasubiri. Aliumia kwenye CHAN. Atasubiri, kwenye CHAN tuliambiwa alikuwa anacheza akiwa mgonjwa. Nafikiri tulimpigia mzee nani alikuwa na tulikuwa Minawe. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaona injury yake au changamoto anayopitia ya afya maana yake ni muda sasa. Na bahati mbaya sasa wakati amerecover amerudi ndio amepata hiyo nyingine, maana yake kama si kutonesha au kuanzisha sehemu nyingine katika hali ya maumivu. Na kwenye football matibabu ya wanamichezo lazima utibiwe, upone, alafu upate muda wa kupumzika. Ikitokea Pacome nje, Mzize nje, Yanga ina majembe wengi tu wamesajili msimu huu. Yani kuna Alan Okello, kuna Depu, kuna yani hawana wasiwasi Yanga. Ambu tu rifai hao wawili ambao umemtaja Pacome katika watu ambao wamecheza short term, yani ndani ya miaka mitatu Yanga, na ana rekodi ya kufunga katika dabi. Yeye anaingia kwenye rekodi ya watu wenye goli nyingi sana.
Mzize ndo alifunga kwa mara ya kwanza katika awamu iliyopita, lakini ni chipukizi aliyopandishwa kutoka kwenye junior team. Maana yake ndo sasa kule kuaminika kwenye timu ndo kulikuwa kunakuja. Sasa utataka kumtegemea Okello, umemwona game zinavyompalia hizi Okello katika nyakati hizi, na zinampalia unaweza ukasema bado hajaadapt mazingira, lakini unarudi nyuma unaangalia wale wenzake wanatoka mataifa ya magharibi, akina Buba, labda anatoka Angola, Afrika Kati hapa, au akina nani, akina Depu, wameadapti kwa haraka, alafu yule mwenyeji wa zone kwa maana East Africa hii ndio anakwenda slowly. Sasa leo umkose Mzize, umkose Pacome, alafu utegemee mchango wa mtu ambao bado hajadeliver. Sasa hivi ana mechi zake ngapi? Karibu 10, bado hata kwenye kuscore hajaonekana. Kwa hiyo unatoa silaha za maangamizi, weapon of destruction, unategemea kupata mchango kwa mtu mwingine, haiwezekani. Kwa hiyo swali linajibika tu, kama watakosekana hawa, pengo la kiushambuliaji litakuwepo. Sawa, twende katika ligi kuu soka Tanzania bara. Tulisema pale mapema leo kuna mechi 4, na mechi ya mapema kabisa ni Singida Black Stars na Mtibwa Sukari. Mtibwa ndo mwenyeji katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Mechi imesaliwa na dakika 4 kwenda kuanza. 8 kamili ndo ngoma inaanza. Singida na Mtibwa. Mtibwa na Singida. Mechi ya kiporo hii. Ilikuwa mechi ya kiporo. Yes. Mechi ya namna gani? Mechi yenye ushindani. Mtibwa naona kama Chipo kaiamsha sana. Chipo kafanya kila ambalo anaweza kuifanya Mtibwa kuwa strong, na sasa hivi anakwenda katika mechi akiwa anaheshimika pia. Yes, na hata ukiona pattern ya kucheza nje ya matokeo ndio anaweza kudescribe performance ya coach, kwamba hapa coach hayupo au hapa mjanja au timu ina msimamizi wa mazoezi sio coach. Lakini ukiona the way wanavyocheza kwa kupasiana kutoka phase 1, phase 2, phase 3, unaona kabisa timu ina mipango. Wamepata goli, the way ambavyo wanajihami ndani ya mchezo, unagundua kwamba Mtibwa imeratibiwa vizuri sana kuanzia benchi la ufundi. Man of the match mara kadha wamekuwa ma defenders wao wadogo kiumri, unaona kabisa kwamba Mtibwa sasa ni ya kuiangalia kwa jicho la tofauti sana. Sasa wanakwenda kucheza na Black Stars, kwamba na Singida. Singida Black Stars hawa wamekuwa na wachezaji wengi wakubwa wenye profile kubwa. Yes, na wamekuwa na matokeo yote ya aina zote kwenye mchezo. Wanapata matokeo ya sare, wanapata kushinda na pia kwenye kupoteza. Nafikiri juzi walikuwa wanacheza game yao ya 8, lakini ndani ya mchezo wa 8 naamini wamepoteza michezo 3. Kwa status ya Singida ulikuwa unadhania kwamba sio watu wa kwenda kwenye michezo 2, 3 au kushinda michezo 5 mfululizo iwe gumzo. Maana yake sasa hivi wameanza kustruggle na wao. Maybe akili yao waliweka katika michuano ya kimataifa, lakini yawezekana leo hii wakapata changamoto kubwa sana. Changamoto nao iona kutoka kwao, ukiacha mechi za kimataifa zilikuwa na nguvu nyingi, za mahitaji ya nguvu nyingi, fikra na nini kwenye kuziendea hizo game, lakini pia naona kwenye mazingira ya mchana. Unajua Singida yeye hajaangukia kwenye wale mapapa wakubwa wawili wa Kariakoo ambao huwezi kuwachezesha mchana. It's obvious kwamba mechi zao zitakuja kama ni saa 10 kwa viwanja ambavyo havina taa, na kama ni viwanja vingine mechi itakwenda hata juu zaidi, ili mradi isichezwe katika muda huo. Sasa pia Mtibwa ana nafasi kubwa sana ya kuendea hii game vizuri, kwa sababu anacheza saa 8 hii. Maana yake kwamba jua liko kali na nini. Yes, maana yake Singida wakitaka kuleta uzungu kisasa, Mtibwa ana nafasi sana kupata matokeo pia. Kwa hiyo kwenye ligi yetu tulishakubali wa kucheza mchana. Naam. Kwenye Simba na Yanga swala la kucheza mchana halipo. Hilo huo mjadala haupo tena. Kwa sababu ukiangalia Azam FC ana uwanja ambao anaweza kucheza usiku. Naam. Lakini kwa mujibu wa ratiba ya leo Azam anacheza saa 10. Saa 10. Ili ampishe Yanga ambaye atacheza saa 1. Naam. Na ampishe Simba atacheza saa 3. Kwa hiyo Azam inabidi acheze saa 10. Na Singida na Mtibwa inabidi wacheze saa 8. Kwa hiyo tukubaliane kwenye swala la Yanga na Simba kwenye ligi yetu kucheza mchana halipo. Hilo alihitaji darubini kukuza, kwa sababu nitajaribu yani kulikuza kwa sababu ndio ilivyo. Mimi nimeona Azam wakicheza mchana mara kadha tu, wakicheza mchana saa 8. Ndio. Si ndivyo? Leo Singida anapelekwa Mbeya Sokoine akacheza saa 8. Leo Singida anacheza saa 8 pale. Umenielewa? Simba na Yanga sijawahi kucheza. Kwa hiyo nitakubaliana kwamba Simba na Yanga huwa wachezi mchana. Haiwezekani. Wana mashabiki wengi. Sasa hizo ni sababu ambazo bodi ndio inatupa, lakini katika uhalisia ni kwamba sijawahi kucheza mchana. Kocha wa Azam anasema kucheza saa 10 kuna jua kali. Sasa mimi nasema kama yeye analia kucheza saa 10, kuna watu wanacheza saa 8. Kocha msaidizi anaitwa Hadis Woku. Hadis Woku, kocha msaidizi. Ndio. Analia, anasema bwana tumepangiwa kucheza saa 10.
hatujazoea saa 10. Yani sasa kwa sababu pale nyumbani kwao si wanacheza usiku. Sasa game my friend ni kwamba katika ratiba ya mechi 30 una 15 nyumbani, 15 ugenini, na jiografia ya Tanzania na viwanja tunavyovitumia vinavyoweza ku